wewe haufi ukaisha. Ili mradi una pumzi ya Mungu ndani yako, una umilele, hautakufa. You must think about your destiny. Lazima waze juu ya hatima yako. Na ninapokuaga kama mchungaji, uende nyumbani katika siku hii ya kujiandaa na hukumu ya mwisho. Watu wengi mmesoma, mna maisha, mna magari, mna tiketi za ndege za kwenda Ulaya, mna masafari, mna kila kitu, mna majina ya heshima. Na haya yote yanawasahaulisha hukumu ya mwisho. Una mtaji, una biashara, ni tajiri, umesahau hukumu ya mwisho. Amua leo, unataka ukaishi paradiso? Ninaomba uende beach leo, ukae pwani, ukae kwenye garden, uwashe kiyoyozi kwenye gari yako na kwenye nyumba yako, usikie ule ubaridi. Ndio ile tunayosema rest in peace. Utakaa hapo milele kifuani mwa Ibrahimu kama Lazaro. Lakini nakuomba leo, jua lisizame, kabla ya kwenda washa hata mshumaa, ushike tu moto kwa kidole chako, utestify. Alafu moto huo wa mshumaa sio ziwa la moto, ni zaidi ya gesi ya kuyeyusha chuma. Alafu utakaa hapo miaka ya milele kwenye huo moto. Kama wanadamu wangekuwa wanakumbuka moto wa mwisho, wasingefanya upuuzi na dhambi na kuharibu maisha ya wengine kama wanavyofanya leo. Kumbuka hukumu ya mwisho. Na ndiyo maana kila mtu anayeapa, ama anaapa ama kwa msahafu, ama kwa Qur'ani au kwa Biblia, kwa sababu ya kukumbuka hukumu ya mwisho. Mtu anapoapa kwenye madaraka yoyote, anashika kitabu cha kuonyesha hukumu ya mwisho. Na sisi wachungaji tuna kiapo cha nadhiri ya kichungaji tukisema, nikikumbuka siku ya mwisho. Usilale kabla hujashika moto wa mshumaa au wa kiberiti cha gesi au wa gesi ya jiko lako. Upeleke kidole hivi, alafu angalie, unaweza wewe kiweke kwa muda mpaka uone una stamina ya kukaa kwenye huo moto kwa muda gani. Yani hiyo ndio homework. Mwambie jirani yako, mchungaji amesema usilale bila kushika moto. Leo hakikisha umeshika moto, alafu ujiulize, hivi hapa kwenye huu moto mimi naweza kukaa kiasi gani? Na ukishaingia pale, hakuna tena kutubu, utakaa hapo maisha ya milele. Jiandaeni kwa hukumu ya mwisho. Tukiri wote neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Mungu akubariki. Enenda ukauone mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Salimia jirani yako, watu wawili watatu, waambie kumbuka hukumu ya mwisho.